Ni imani yetu kuwa kukamilika kwa mafunzo haya ni mwanzo wa kushuhudia utendaji bora na uliotukuka kutoka kwenu, hivyo kuleta sifa nzuri katika taasisi yetu pendwa. Maafisa na maaskari washiriki wa mafunzo haya naamini yameandaliwa katika wakati mwafaka ambapo serikali inaimarisha usimamizi wa sheria unaozingatia taratibu za haki jinai. Tunawakumbusha kufanya kazi kwa kuzingatia miongozo mbalimbali na sheria katika utekelezaji wa majukumu yenu na kuhakikisha kwamba mnakwenda kutumia elimu hii mliyoipata katika kuboresha ukusanyaji wa taarifa sahihi zitakazowezesha maamuzi sahihi ya kudhibiti uharibifu pamoja na mambo mengine pale tutakapokuwa uwandani. Uhalifu umekuwa ukikua na wakala umekuwa pia ukitumia teknolojia mbalimbali katika udhibiti wa uharibifu wa misitu nchini. Teknolojia hizi zimekuwa zikikua kadiri siku zinavyoenda, lakini pia wakala pia umeendelea kujikita zaidi kuwafundisha na kuwajengea uwezo askari na maafisa wake katika maeneo mbalimbali. Na kama tunavyofahamu, wahalifu pia wamekuwa wakibuni mbinu mpya mbalimbali, na wakala nao umeendelea kutoa mafunzo ya mbinu mbalimbali za teknolojia mbalimbali. Teknolojia hizo ambazo zimekuwa zikitumika ni kama vile teknolojia ya GIS ambayo tunatumia satellite image katika kubaini maeneo yaliyoharibiwa, lakini kubaini kama kuna uhalifu ndani ya hifadhi. Kwamba sisi kama FAO kwa kupitia huu mradi tukaona kuna haja ya kujenga uwezo ili hawa wataalamu waweze kusimamia kwa ukamilifu. Lakini pamoja na hayo, tunajua kwamba hii rasilimali misitu inasaidia sana kwa upande mwingine kwa wananchi kupata nishati ya kupikia kupitia kuni na mkaa. Na tunajua kwamba kwa sasa hivi serikali inalenga kuwa na matumizi ya nishati mbadala, nishati safi. Lakini katika hiki kipindi cha mpito ni lazima kuwepo na utaratibu ambao unawezesha nishati kuni na mkaa zipatikane bila kuathiri rasilimali yetu ya misitu.